Breeze Online TV, the world comes to you. Yamekuwepo maneno mengi nikitajwa na mimi kwamba nitamfuata Komu. Kwanza nikiri kwamba Komu sio tu mbunge mzangu, ni ndugu yangu kabisa, ni rafiki na ndugu. Tunatafuta mkate wetu pamoja katika maeneo mengi, ni rafiki na, lakini urafiki wangu na Komu haunifanyi kila anachokifanya Komu na mimi naweza nikafanya. Lakini pia unaweza ukanifanya anachokifanya Komu na mimi nikafanya, kwa sababu ya urafiki. Lakini mpaka sasa hizo ramli wanazopiga ziachwe. Mimi bado ni mbunge wa Chadema kutoka jimbo la Ubungo, na ninadhani ninahitaji kuwatumikia wananchi wangu mpaka muda wangu utakapomalizika. Maana kama ningekuwa nimeshaondoka, hata haya nisingeweza kuyasema. Kwa hiyo mimi bado nipo, bado mbunge katika jimbo la Ubungo. Watu waache ramli, waache tufanye kazi. Muda ukifika tutazungumza haya mambo kwa ujumla wake. Na washukuru sana, asante sana. Niko tayari kusikiliza maswali, lakini tuangalie pia, kwa sababu kwa maoni yangu mimi, chama cha siasa kupoteza mbunge sio jambo dogo, na hasa mbunge huyo akiondoka katikati ya bunge. Chama cha NCCR Mageuzi kilipoteza wabunge 19 katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2000 baada lile mtikisiko kati ya kamati kuu ya NCCR na Agostino Mrema aliyekuwa mwenyekiti, mgogoro. Na mpaka hivi tunapozungumza bado hakijaweza kurudi pale kilipokuwa. Kwa hiyo kwa mtu anayejua maana ya ubunge na maana ya mbunge kwenye chama, anaelewa thamani ya mbunge nini. Kwa hiyo hao hawaelewi wanachohitaji ni nini. Inawezekana na Chadema jamani ni taasisi kubwa, itakuwa ni siwe mkweli kama nikisema inakosa minyukano ya ndani kwa ndani. Kuna watu wanataka ubunge, kuna watu wanataka udiwani, kwa hiyo kuna ushindani pia huko chini kwa chini. Kwa hiyo inawezekana ni makundi tu yanayovuka kwenye chama, na hasa kipindi cha kuelekea uchaguzi. Lakini mimi naamini kwamba hakuna mtu yoyote makini. Hata mwenyekiti alisema tunahitajiana sote, mwenyekiti wetu wa chama. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye ni makini anaweza kufikiri kwamba fulani hatumhitaji. Kwa sababu kwa mfano mimi hata nisipogombea ubunge kwa mfano, je, ni kweli kwamba mimi ni dhaifu mno, sina hata watu wa 10,000 katika jimbo ambalo nimeongoza kwa mafanikio makubwa kwa muda wa miaka 5 ambao naweza kukupa kula wewe? Yaani kwamba kweli kwamba mimi nimekaa Ubungo, nimejenga hospitali, sehemu ya kuhifadhia watoto akina mama, yani kusubiria matibabu pale Mavulunza Kimara. Palikuwa pana shida kubwa sana kwa watu ambao wanakutumana. Wengi gumu wanafahamu, tushaenda pale. Tumejenga eneo la kuhifadhia watu, ilikuwa hospitali ya Kimara ile, zahanati ya Mavulunza. Ilikuwa ukifika pale hospitali ni hii, watu wagonjwa wa magonjwa kuambukiza na watoto wanaenda kupima kliniki, wote wanakutana mara pamoja. Tukajenga eneo kama lile la kule nje kwetu, ili akina mama wanaoenda kupima wakapimie kule nje, kuwaepusha watoto wetu na magonjwa ya kuambukiza. Nimeondoa ile tatizo kwa 100% pale Kimara. Ina maana watu wa Kimara hawathamini ile kazi mimi niliyofanya, ambao ni fedha za mfuko wa jimbo. Pale Makuburi palikuwa na shule ya msingi Mabibo, iko kata Makuburi pale kwenye kanisa. Ilioza kabisa, nikaikarabati madarasa 5 ya ile shule. Nimejenga simamia ujenzi wa masoko
tumejenga ni kwa hela za mfuko wa jimbo ambazo mimi ningeweza kuzipeleka mahali pengine. Tumejenga tumekarabati shule, tumenunua madawati zaidi ya 5,000 kwa zaidi ya 500 kwenye, na hapa juzi nimeidhinisha shilingi milioni 50 kwenye bajeti ya kwenye fedha za 2020-2021 kwa ajili ya kupeleka 19-20 kwa ajili ya kupeleka kununua madawati ya milioni 50. Tulikuwa na uhaba wa madawati 1030 kwenye jimbo la Ubungo. Nimenunua madawati ya milioni 50 kwa ajili ya watoto wetu wakasome kule. Tumechimba visima, lakini tuko katika makundi mbalimbali ya kijamii. Kweli hata kama unataka ubunge, lazima yani unataka kushinda au chama kinataka kushinda, lazima wale watu waliopo wote wawe kitu kimoja ili wamuunge mkono mtu mmoja. Kwa sababu kundi fulani likikatika, hata sisi tumeshinda kwa sababu au wengine wameshinda kutokana na vyama vingine kupasuka kwenye hiyo miungano. Kwa hiyo mimi sina shida na hao watu. Nafikiri hawaelewi nchi inavyoenda na hawaelewi kwamba kunahitajika umoja, mshikamano wa hali ya juu sana, ushirikiano, ili muweze watu wote kuenda kitu kimoja na muweze kushinda. Na nafikiri Shaibu, hoja kubwa ilikuwa ni corona. Huu ni wakati wa kushikamana kama taifa bila kujali itikadi za vyama vyetu, dini tunazoabudu, koo tulizonazo, makabila. Ni wakati wa kuwa pamoja na kushikana mikono kwa maslahi mapana ya taifa letu. Huu sio wakati wa kurushiana maneno, kuonyeshana ubabe. Hii vita ni yetu sote. Kama nchi inashambuliwa, mithili ya nchi inavyoshambuliwa, ni yetu sote. Wakati wa vita ya Kagera, taifa lilikuwa pamoja dhidi ya Idi Amin ambaye ndiye alikuwa adui dhidi ya taifa, na huu ugonjwa ni dhidi ya wanadamu. Kwa hiyo ni lazima sisi kama raia wa Jamhuri ya Muungano, bila kujali itikadi za vyama vyetu, bila kujali mitazamo yetu tunayotofautiana, lazima tushikamane pamoja kuhamasisha jamii kupitia kwenu na vitu vingine, ili wananchi waepukane na misongamano na serikali isaidie kuondoa. Na katika kukabiliana na huo mkwamo wa mdororo wa uchumi na upunguaji wa kipato cha wananchi, ni vyema serikali ikaangalia upya bei ya usafirishaji wa mabasi, hasa haya ya mwendo kasi katika jiji la Dar es Salaam, yakapunguzwa bei, kwa sababu hali ya wananchi inaendelea kuwa mbaya. Serikali itoe ruzuku, yale mabasi yaweze kujiendesha, bei ipungue. Uchumi unaenda kuwa mbaya sana kwenye nchi. Na hii sio kwa Tanzania, kwa sababu ni ulimwengu na hatuna mtu wa kumnyoshea kidole, ni janga limekuja. Kwa hiyo lazima tutengeneze utaratibu wa janga hili kukabiliana nalo. Kwa hiyo nimelazimika kuzungumza haya kwa sababu ya wananchi wangu wa Ubungo na Watanzania wenzangu. Kwanza mimi kama mwakilishi wao wa wananchi wa Ubungo, lakini pili kama mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, ambaye moja ya kazi yangu ni kuishauri na kuisimamia serikali kama mbunge, kama bunge. Kwa hiyo nimelazimika kuwaita ili kuwaeleza, ukiangalia hatari ambayo tunayo kwenye janga hili ni kubwa sana kuliko umakini wa kushughulikia ambao sisi kama wananchi tulionao katika kukabiliana na jambo. Tunaona bado ni mzaha, lakini angalia watu 400,000, watu 200,000, watu 40,000, watu wengapi sijui, mara wanaumwa hawa, mara wanakufa hawa. Na inawezekana kabisa kwamba taarifa zinazotolewa juu ya watu walioambukizwa pengine zikawa sio sahihi, kwa sababu pia tuna shida ya utambuzi wa watu. Hapa tumeingia wote, nani ametambuliwa hapa ndani? Kwa hiyo maeneo mengi hayana vifaa vya utambuzi.
Nchi kama Rwanda, nchi ndogo ina watu milioni 1, sio na usheri, sio milioni 1 milioni 2, lakini wameshafikia wagonjwa 70. Irani. Sisi Tanzania tuko na 20. Kwa hiyo ukiangalia hata hiyo mlinganisho unaweza ukakuta pengine tuna shida pia ya utambuzi, ambayo ni jambo serious kabisa. Kwa hiyo serikali iwekeze katika ununuaji wa vifaa vya utambuzi. Iwekeze katika fedha za kuhudumia, katika kuwekeza maeneo ya kuhudumia wagonjwa. Huwezi kuchukua wagonjwa hawa ukawapeleka shuleni, watakufa kama nzi waliowekwa dawa. Wanatakiwa wapate huduma kwenye maeneo maalum ambayo tunasema ICU au maeneo yenye hewa ya oxygen. Sasa kwa hiyo watoto wetu wa shule tumewarejesha, wamekuja nyumbani. Ni jambo jema tu, kwa sababu kila mtu atakuwa anamuona mtoto wake na analia naye na anamwelekeza jinsi ya kufanya. Lakini ukiangalia mikusanyiko iliyopo nje, kwenye mabasi, kwenye hospitali, kwenye zahanati, kwenye vituo vya afya, na ukiangalia usalama, zile tahadhari zilizopo, unafikiri bora hao watoto wangekuwa shule, wangekuwa salama zaidi. Kwa sababu baba anaamka asubuhi, anaenda kuhemea masokoni, kule anaenda kushikamana na watu mbalimbali, alafu anarudi nyumbani, anaweza kuwa analeta ugonjwa nyumbani. Kwa hiyo ushauri wangu, pamoja na hayo mengine niliyoshauri, ni kwamba ofisi za serikali ambazo zina msongamano mkubwa wa watu na ambazo zinaweza zikafanya shughuli zake, mtu akafanyia shughuli zake nyumbani, zipunguze, watu wapunguzwe maofisini. Kwa mfano mtu anafanya kazi za IT au za siku hizi kuna mtandao, unaweza ukafanya kazi kwenye mtandao ukiwa nyumbani. Nyinyi waandishi wa habari, hasa wale ambao wanakaa newsroom kuandika makala na kupitia story, sio lazima waje ofisini. Anaweza kupewa kompyuta akakaa zake nyumbani, laptop yake, akafanyia kazi nyumbani, alafu akatuma story ofisini, story na gazeti kesho likatoka. Tujiepushe sana na muingiliano huu, msongamano. Maeneo yenye biashara kubwa, yenye msongamano mkubwa, zile biashara ambazo sio muhimu sana zipunguzwe, zifungwe ili kupunguza msongamano wa watu. Kwa mfano, kuna maduka, labda tuseme pale Mlimani City, kuna maduka ya nguo, mnaweza mkafungua leo limefunguliwa ili kesho likafunguliwa ili kwa zamu, ili kupunguza msongamano. Na hili sio jambo geni. Kule Zanzibar daladala zinatembea kwa zamu. Leo kitembea barabara za gari za namba 5 zinatembea hizi leo, kesho zinatembea hizi. Wao kwa sababu ya biashara, abiria ni wadogo, kuzingiza gari zote mtaani zinakuwa shida. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo nimeona niwaeleze ndugu zangu, na niwatake sana, niwaombe sana kwamba mlipe uzito unaostahili. Kupata habari mbalimbali zinazojiri kila kona ya dunia, tafadhali subscribe, like na ucomment. Breeze Online TV.